Ubora wa ligi yetu ya NBC Premier League umebebwa na vitu vingi sana, hasa aina ya wachezaji ambao wanapatikana kwenye ligi yetu. Hii inatupeleka moja kwa moja kwenye klabu ya Young Africans baada ya kile ambacho kimetokea. Taifa la Cote d'Ivoire ama Ivory Coast wameweza kuita timu yao, na ndani ya timu yao ameitwa Pacome Peodo Zouzoua. Kuitwa kwa Pacome si kitu kidogo, kwa sababu anaenda kukutana na wachezaji ambao wanacheza huko barani Ulaya kwenye timu kubwa kubwa. Ibrahim Sangale kutoka Nottingham Forest anaenda kukutana kina Amadi Diallo kutoka Manchester United, Frenkie Kessie ambaye anakipiga katika klabu ya Al Hilal ya huko Saudi Arabia, lakini pia anaenda kukutana baadhi ya wachezaji wengi sana ambao wanacheza huko barani Ulaya. Yeye kuitwa ni jambo kubwa sana, lakini pia ni story kubwa sana, ila watu wanafika mbali kusema kwamba aliitwa Papi Osman Sako na kikosi cha Senegal, alafu msimu uliofuata akauzwa. Je, kuitwa kwa Pacome CV yake kuongezeka, ataendelea kusalia na klabu ya Young Africans? Haya yote wanajua wao, lakini sisi tumekupenyezea kile ambacho kipo kwa hivi sasa. Lakini kabla hatujaenda kumwangalia Pacome Peodo Zouzoua, hakika tunapewa nguvu na kampuni bora sana ya mabati, Bati Quality. Yani ukitajwa unasema Bati Quality. Bwana, sasa hivi hali ya hewa ilivyo, ndugu yangu Yusufu Katalambula, mvua sasa hivi zinanyesha. Nilipewa taarifa hadi nyumbani kule Mwanza, na kwa pia mvua zinanyesha na maeneo mengine hapa nchini Tanzania mvua zinanyesha, lakini pia hali ya hewa maana yake haitabiriki. Kwa sasa hivi tuko mwezi Oktoba, kuna muda jua linakuwa kali, kuna muda upepo wa kutosha. Kwa hiyo tunamkumbusha mtazamaji wa Dada Sports kwamba yes, maisha yanaweza kuwa magumu, lakini hakikisha basi unapoenda kupumzika, unapumzika sehemu ambayo unakuwa na amani kabisa, ili upate nguvu ya kuamka kesho ya kwenda kuanza siku nyingine mpya. Kwa nakumbusha kwamba Bati Quality wanazalisha mabati ambayo ni bora na ya kisasa kabisa, migongo mipana, migongo midogo, matili ya chenga. Hayo yote ni aina mabati ambayo wanazalisha kwa, lakini ni generation to generation bwana. Kizazi chako na kizazi chako kitayatumia hayo mabati. Kwa hiyo nakukumbusha tembelee Bati Quality, kwa sababu moja ya kitu ambacho nakipenda kwa Bati Quality, wanakupa mabati halafu wanakupa na misumari. Okay. Sio, umenielewa? Yes. Yaani kuna sawa watu wanakuuzia mabati wanakuachia mabati. Sasa wale wanakuuzia mabati afu wanakupa na misumari. Yaani misumari maana yake kitu chenye hadhi ya kwenda kushikilia hilo bati. Kwa hiyo nawakumbusha, nenda Bati Quality tujipatie mabati ambayo ni bora, unajipatie misumari bora, na usafiri wanamaliza wao. Lete maneno. Bana, tuende moja kwa moja kuangalia kile ambacho kipo kwa hivi sasa. Ukizunguka katika mitandao ya kijamii, comment za watu zimekuwa nyingi sana, hasa kwenye page husika ya timu ya taifa ya Cote d'Ivoire ama Ivory Coast. Ukisema Ivory Coast ndio unaeleweka vizuri. Wabongo bwana wamevamia, wanajibizana wenyewe kwa wenyewe. Kuna baadhi ya mashabiki wa Young Africans wameenda kwenye ile page wakaanza kuandika walivyoviandika, lakini kuna baadhi ya mashabiki wengine ambao sijui kama ni Simba Azam au wapi, wanasema acheni ushamba, mnashangilia mtu kuitwa, vitu vya kawaida. Wengine wakafika mbali wakasema hata Sako aliitwa na kadhalika. Kwanza tuanzie hapo. Young Africans wana kila sababu ya kujipongeza kwa Pacome Peodo Zouzoua kuitwa, na ina faida gani kwenye kikosi cha Ivory Coast? Kikosi wanaenda kucheza game na Shelisheli pamoja na majirani zetu Kenya. Kenya sio timu ndogo. Si ndio? Kenya ni timu kubwa chini ya Ben McCarthy ambaye muda wote tunaweza tukamuona katika ligi yetu ya Tanzania. Kwenye za coaching, maana yake mwalimu anaita kikosi kulingana na haina mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye. Right? Yes. Naweza nikipewa nafasi hata leo ya kuambiwa iite timu ya taifa ya Tanzania, mimi Florence naweza nikaita timu ya taifa ya Tanzania kulingana na nani aliyeko mbele yangu. Mfano sisi kikosi kilichoitwa ni kwa ajili ya mechi dhidi ya Zambia. Yes. Kwa hiyo unaita wachezaji ambao unajua wana uzito ambao unaweza ukamechi na wachezaji wa Zambia, kwa namna ambavyo mwalimu umeweza kuwatazama wachezaji wa Zambia. Lakini paka anakuja kukuita, manake kuna kitu cha tofauti ndio nimekiona kwako. Right? Yes. So mara ya kwanza Pacome kuitwa kwenye kosi cha timu ya taifa akiwa na klabu ya Young Africans, alishawahi kuitwa, lakini hakucheza. Ndio. Right? Hiyo inakuwa ni experience ya kwanza unaipata kama mchezaji. Right? Manake mwalimu aliona akasema huyu anafaa, lakini kwenye mechi alizocheza hakukutumia. Lakini kitendo cha wewe kuwa pale
kuna namna una feel as a player. Yes. Sawa? Umekutana na Fofana, umekutana na Madi, ukikaa nao wale wanazungumza vitu tofauti kabisa. Yes. Ukiweka na mazingira ya soka wanalocheza, tofauti na wewe na mazingira ambayo ya soka unafanyaje? Unacheza. Somehow utagain baadhi ya vitu. It doesn't matter ulipata nafasi ya kucheza au kufanyaje? Kucheza. Kwa maana kuna baadhi ya mchezaji ukimwoja anakuambia mimi kwanza nimefurahi tu kujumuika na timu ya taifa. Leo kuna mchezaji akiitwa kwenye timu ya taifa hata asipocheza, ila angalau kakaa na Ali Mbwana Samata. So unaelewa? Hata Mzizi aliwahi kujiwa ile first time anaitwa kwenye timu ya taifa, akasema ni furaha sana mimi kucheza karibu na Ali Mbwana Samata. Kwa sababu alikuwa anaona, anamuona Samata, leo anapata nafasi ya kuwa naye kwenye same squad, right? Lakini mtu ambaye anapenda kujifunza kwa muda mchache ule ambao utakutana na ule mchezaji ambaye huwa anakuinfluence kwa namna moja au nyingine, au ni mkubwa kwenye kiprofile ukilinganisha na wewe, kuna baadhi ya vitu tu utagain kutoka kwake. Sio, unaelewa? Kwa sababu kila siku binadamu tunapenda kujifunza. Kila siku binadamu tunapenda kujifunza. Kwa hiyo Pacome leo anaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast, labda watu wengine watakuwa wamenotice it's okay, anaenda kucheza na Shelisheli, si ndio? Anacheza na Kenya. Mwalimu ameona Pacome naye anafaa kufanyaje? Kuitwa. Lakini trust me, kwa nini mwalimu ameona? Tunaanzia hapo Katalambula. Kwa nini mwalimu ameona Pacome anafaa kuitwa aje acheze kwenye hiyo timu? Kwa nini mwalimu hajaona kwamba Awa anaweza akacheza? Awa si Ivory Coast. Jean Charles Awa. Yani kwa nini mwalimu hajaona kwamba Jean Charles Awa anaweza kucheza? Ila mwalimu kaona Pacome ndo anaweza kucheza. Haimaanishi kwamba aliachwa ni mbaya. Hapana, naye pia ni mzuri. Lakini mwalimu anaangalia wapinzani anakwenda kukutana nao na mhitaji huyu player nimpate kwenye timu yangu. Sasa as the player unajifunza kitu. Si ndio? Yani kitu cha kwanza unachojifunza ni kwamba kumbe ninachokifanya sio tu hawa ninawafanyia kazi wanakiona, bali hata nilipotoka kuna kitu wanafanyaje? Wanakiona. So unanielewa vizuri? Ndio maana wakashawishika mimi niende nikalitumikie taifa langu. Very sure. Sawa. Leo anaenda kucheza dhidi ya Shelisheli. It's okay. Asipopata nafasi, it's okay. Anaenda kucheza dhidi ya Kenya. Kuna kitu mwalimu alikiona kwake ndo anataka aende akakionyeshe kwenye timu ya Kenya. Sawa, na pamoja na Shelisheli. Hiyo itaisha. Itakuja game zingine za kimataifa. Mwalimu atasema itamuita fulani, lakini backup yake itakuwa ni Pacome Zouzoua. Right? So unaona process ya mtu kugrow. Yani inawezekana Pacome kupenetrate kwenye kikosi cha Cote d'Ivoire ikawa ngumu sana, lakini hizi zikawa ni stages zake muhimu za yeye kuweza kuingia kwenye hicho kikosi, right? Baada ya hapo tunasema zinakuja game zingine, labda Ivory Coast anacheza mechi ya kirafiki na Senegal, sio anacheza mechi ya kirafiki na Morocco. Mwalimu anasema it's okay, nimewaita wote. Lakini ni Etienne pia na Pacome. Huyu anamtaka. Huyu anakuwa kama backup. Kuna kitu ambacho nilikiona first time alikuja pia akanionyesha kwenye timu ya taifa. Leo pia namchukua na mweka. Mwalimu atampa nafasi huenda ya kucheza. Kila siku akipata nafasi ana prove kwa nini mwalimu umeniita. At the end of the day tunakuja kuambiwa Pacome kaitwa kwenda kwenye kikosi cha AFCON. Pacome ameitwa kwenye kikosi cha Cote d'Ivoire kitakachoweza kushiriki labda World Cup. Tunakuwa surprising, lakini hapana. Mwalimu alimvuta katika kila stage mpaka akaona sasa huyu anaweza kafiti kwenye ile squad yao. Kwa hiyo hapa unapongeza vitu vingi sana. Unapongeza ubora wa mchezaji ambao amekuwa akionyesha, kwa sababu kocha Diego Simeone aliwahi kuzungumza akasema effort is non-negotiable. Yani hatuwezi kunegotiate tunapofika swala la effort. Right? Yani juhudi na kujituma ni kitu muhimu sana kwa mchezaji. Kuliko hata hiyo sijui skills na vitu vingine ulivyonavyo uwanjani. Kwa hiyo kujituma kwa Pacome Zouzoua leo ndo tunazungumza hivi, ndio sababu ya kwanza ya msingi iliyomfanya mwalimu wa kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast akasema ninamhitaji Pacome Zouzoua. Si unanielewa vizuri? Kwa kabla tujaenda kuwapongeza sio Yanga, sio kabla tujaenda kuwapongeza ligi kuu ya Tanzania bara. Yani Yanga na ligi kuu ya Tanzania bara hawa wanakuwa second, lakini first ni uwezo wa mwenyewe mchezaji Pierdo Pacome Zouzoua, kwa sababu wako Ivory Coast wengi tulionao kwenye ligi yetu. Nini mwalimu hajawaona? Kamuona Pierdo Pacome Zouzoua. Kwa hiyo unapongeza kujituma kwa mchezaji, ndio sababu ya kwanza ya msingi inamfanya leo akaitwa kwenye
kwenye klabu ya timu ya taifa. Kwa hiyo hii inakuwa ni message kwa wachezaji wengine kwamba guys, unaweza ukawa na kila kitu lakini usipojituma, timu yako ya taifa kwa namna ambavyo ina idadi ya wachezaji inaweza ikawa very hard for you to penetrate. Kwa hiyo tofauti na skills ulizonazo na talent ulionayo, lakini pia unahitajika kuongeza efforts zaidi na zaidi ukaenda ukacheze timu yako ya taifa. Ukilinganisha timu yako ya taifa leo ina watu wengi sana wanatoka nje. Nakupa mfano mzuri, Inoki Inonga alikuwa anaonekana anajituma zaidi uwanjani kwenye kikosi cha Simba, si ndio? Yara Kongo akasema yes, huyu ni mchezaji wetu. Fiston Mayele, tulikuwa wachezaji wawili wanaotoka kwenye ligi yetu wa Kongomani wanacheza kwenye kujituma kwao. Ndio sababu ya kwanza ya msingi ya wao kuitwa kwenye timu ya taifa. So to me, nadhani naweza nikaizungumzia hilo swala kwenye engo hiyo Katalambola. Kuitwa kwa Pacome Peodo Zouzoua kwenye kikosi cha Ivory Coast huenda ikawa na faida nyingi sana, lakini Florence amezungumza vizuri sana. Labda tu kwa kuongezea kidogo, kwangu mimi pia naona huenda pia ikaja fursa ya biashara, kwa sababu ni njia ambayo wachezaji wengi wanapita hivyo. Kucheza Enock Inonga kwenye timu ya taifa ya DR Congo, Simba alivuna kiasi kikubwa sana cha pesa, si chini ya bilioni. Tumeona pia Papi Osman Sako alivyoondoka zaidi ya bilioni 0.8 na kadhalika, inazungumzwa hivyo. Lakini Pacome Peodo Zouzoua kwenda huko, Young Africans wao kwanza watajiongezea kitu kikubwa sana, lakini pia wanaweza pia akafanya biashara kama watakuwa tayari. Lakini kubwa zaidi apongezwe Pacome Peodo Zouzoua kwa sababu pasipo juhudi zake haya ambao tunazungumza. Yani mimi nimeishi tu kwenye ule msimu wa Diego Simeone kocha wa Atletico Madrid, juzi anatufunga Madrid. Anatoka anatabasamu. Yani ni kama mtu ambaye angepata nafasi ya kupewa mic atucheke pale kwenye uwanja wake, basi angetucheka sana. Alisema kabisa kwamba efforts huwa hazijadiliki. Yani efforts is everything for a player. Yani unaweza kuwa na talent, una kila kitu yani, lakini kama una efforts kwa maana kujituma kwako uwanjani, maana yake tutakuona kama mchezaji wa kawaida. Nitakupa mfano mzuri. Unamuona Budo Joshua Mutale. Tofauti na talent alionayo, Budo anajituma sana uwanjani. Unaelewa? Yani utamkuta kachukua mpira, kafanya hiki, kafanya hiki. Yani vile vitu vyote anavyofanya uwanjani tunaviweka kwenye neno kujituma. Mwalimu anakuwa attract bwana, anaweza akabanwa fulani, ila nikikiweka hichi kiumbe hapa, tutazungushana sana hapa katikati, kinaweza kikanisaidia. Naweza nikazidiwa, sio nikafanyeje? Nikimweka Budo hapa atalinda, nikimweka Budo hapa tutashambulia. Kwa hiyo sasa hivi ukimwangalia Pacome kuna muda hadi anakuwa fullbacks. Sio kama unamwangalia. Muda unamuona anashuka chini kuja kublock cross za watu zinakuwa kona. Nimeangalia game juzi ya Mbeya City. Ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo mchezaji yoyote ambaye tulie naye kwenye ligi yetu, bahati mbaya zaidi sisi wachezaji wa kutokea mataifa ya Algeria au kuondoka kaskazini, si ndio? Algeria, Morocco, wapi huko. Ni mataifa ambayo tuseme asili ya Uarabu bado hatujapata sana idadi hiyo nyingi ya wachezaji. Sababu unazungumzia mataifa ambayo ndio yana nguvu kidogo. Algeria, Morocco si ndio wa kwanza hapa Afrika kwa sasa hivi. Morocco wa kwanza, Lakini kuna Senegal, uwezo kumwacha Ivory Coast, uwezo kumwacha Ghana na mataifa mengine. Tunao wachezaji wanaoshiriki hapo kitoa mataifa ya Arabu. Kwa hiyo unaweza ukafanya yote, ukafanya kila kitu, lakini efforts ndio kila kitu kwa mchezaji unapokuwa uwanjani. Kwa maana hata timu isipokuwa na tuseme na nafasi, yani tuseme game ya mchezo haiko upande wao, lakini bado watu wanasema fulani leo kafanya kazi kubwa sana, fulani kafanya kazi kubwa sana, si ndio? Fulani kafanya kazi kubwa sana. Kupa mfano mzuri, Chama ni mchezaji mzuri sana. Lakini lilipokuwa linafika swala la Simba imezidiwa, Chama onekane kabisa. So ndio vitu kama tunavyozungumzia ila 60 mpaka leo anaitwa Chipolopolo. Kwa kumalizia tu, Pacome Peodo Zouzoua kwenye kikosi ambacho kimeitwa, anaenda kukutana na viungo ambao wanatoka kwenye ligi bora sana barani Ulaya pamoja na Asia. Kwa maana anaenda kukutana na Frenkie Kessie ambaye anatoka katika ligi ya Roshin ya huko Saudi Arabia. Aenda kukutana na Youssouf Fofana ambaye anapatikana katika ligi ya Ufaransa, kwa maana klabu ya Rennes ile. Rennes ya Ufaransa kwa maana Ligue 1. Aenda kukutana na Ibrahim Sangare kutoka Nottingham Forest kwa maana English Premier League yani APL. Alafu then
yupo yeye ambaye anakutaka kwenye ligi ya NBC Premier League. Mwalimu Ahmad Diallo au kwenye viungo washambuliaji. Yaani usimsahau kaka. Yaani hata kama ana Piodo anaenda kucheza kama forward, anaenda kutana na goalkeeper wake either anatokea klabu ya Barcelona. Yaani tayari sasa Pacome tukimtoa kwenye viungo tukampeleka kwenye eneo la ushambuliaji kwa maana winga hapa kati, hapo panakuwa pagumu kwa sababu kuna Ahmad Diallo kutoka Manchester United, kuna Odinga ambaye alikuwa Brighton sasa hivi yupo Sunderland, kuna Nicolas Pepe ambaye sasa hivi yupo Villarreal. Kule pagumu. Kwenye viungo hapa kuna Frank Kessié, umri kidogo. Mimi nazungumzia tu ile kukaa na wachezaji wale. Kukaa. Yaani ile kukaa kucheza inaweza kawa ngumu kidogo, lakini kukaa tu ile na wachezaji ile wewe mcheza Manchester United kukaa tunapiga story. Kukaa atapata faida, lakini pia kwenye kucheza naona anaweza kapata dakika chache kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara nyingi sana hata walimu wanaongeaga sana michezo kama hii huwa hawana budi kuwaita wachezaji wa nje, lakini mara nyingi sana wakija wanatengenezaga sana injury za ovyo. Wengine wanakuwa hapo tayari kucheza michezo wakihofia kuumia. Kwa mara nyingi sana wanaitwaga wale, alafu ambao wapo huko kwenye uhitaji zaidi ndio waga wanapataga nafasi. Bwana shukrani. Kwa hiki naweza nikamwona Pacome Piodo Zouzoua akipenetrate na akaenda kucheza. Sheli pamoja na Kenya. Sheli pamoja na Kenya. Nyuma ya kamera ni Paco. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.